Wapendwa taifa la Mungu, ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwanza kwa vyombo vyetu hivi vya habari ambavyo kwa namna pekee ni sehemu ya uinjilishaji, yani kupeleka neno la Mungu, ujumbe wa Mungu kwa watu wake. Ndugu zangu, naitwa Padre Dennis Ananias Wigira, ni paroko wa kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu na dekano wa dekania ya Mtakatifu Yosefu. Tupo katika kipindi cha Kwaresma, kipindi cha toba kwa namna pekee, kumrudia Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, moyo wa toba ambao tunajengwa nao katika kipindi hiki cha Kwaresma unatokana na huruma kubwa sana ya Mwenyezi Mungu. Kwa kawaida mtu akikosea anahukumiwa, lakini Mwenyezi Mungu anatualika, tumemkosea yeye na tumewakosea wengine, kutafuta uhuru, yani anatusaidia na kutuongoza yeye mwenyewe kuwa watakatifu. Na huruma ya Mwenyezi Mungu katika swala zima la kipindi hiki cha Kwaresma, nipende kuwashirikisha maneno kutoka kitabu cha Kutoka, ambapo Mungu anakutana na Musa, au Mungu anajionyesha kwa Musa na kujidhihirisha kwamba yeye ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu anayeokoa, ni Mungu anayesamehe. Na hivi Mungu anajitokeza na kumwambia Musa, ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 7, Mungu anamwambia Musa, anasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Ndivyo hivyo Mungu anavyojua jinsi gani sisi wanadamu, dhambi inavyotufanya tuwe watumwa, dhambi inavyotufanya tusiwe na raha ya maisha, dhambi inayotufanya tusione wengine kuwa sehemu ya maisha yetu, tusione uwepo wa Mwenyezi Mungu. Na hivi kwa mfano ule wa kuwatoa wana wa Israeli kule Misri, Mwenyezi Mungu anatualika kuwa watu wa toba, kumrudia yeye, kuacha mizigo mingi tulikuwa nayo katika maisha. Na ukisoma katika kitabu Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari kuanzia ule mstari wa 28, huruma ya Mwenyezi Mungu inatuvuta sisi kurekebisha maisha yetu, kuitoa mizigo, kuondoa chuki, kuondoa hasira, ile hali ya kutokukata tamaa, kuwa na hofu ya ugumu wa maisha. Yeye mwenyewe anasema katika Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 mpaka wa 30, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kumbe hali ya chuki, hali ya dhambi kwa ujumla inatufanya tujikute tuna maisha magumu, tuna adhabu kubwa, tuna chuki kubwa, tunashindwa kuwa msaada mmoja kwa mwingine. Kwa hiyo nira hiyo ya Kristo ni hipi? Na ameeleza zaidi hapa, kujifunza kwake, manake kuwa maisha ya upole, maisha ya unyenyekevu wa moyo ndio yatakayotupa raha. Sasa ili mioyo yetu iwe na amani, mioyo yetu iwe na furaha,
ni lazima tufanye bidii ya kujitakatifuza, kuishi maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wapendwa waamini, rai na wito wangu kwa neno la Mungu hili katika kipindi hiki cha mfungo wa Kwaresma, tutambue maana ya mfungo wa Kwaresma kwa tafsiri ya Kanisa Katoliki. Ni kubadili mwenendo, kujikatalia kwa ajili ya wengine, kuwa watu wa sala, kudumu katika toba na kuleta amani katika jamii, katika maisha ya ndoa na katika familia. Tumsifu Yesu Kristo. Kujumlisha na wito kwa kuomba utulivu katika nchi yetu, amani, matendo ya baadhi ya watu kama kuumizana, kuuana, yaweze kupitia amani. Wapendwa, taifa la Mungu, tunapoongea juu ya kipindi hiki cha Kwaresma, hatuongei tu juu ya mtu binafsi. Tafsiri yake ni amani ya nchi, ni amani ya ulimwengu. Kuna vitendo ambavyo tunavisikia na wengine wanashuhudia katika vyombo vya habari na wengine kuona kwa macho. Kuna matendo ambayo yameondoa ubinadamu au thamani ya utu, mauaji. Tumekuwa tukisikia na watu wakieleza juu ya kupotea kwa watu, lakini watu hawapotei, watu wanapotezwa. Tumuombe Mwenyezi Mungu, pamoja na tofauti zote tunazoweza kuwa nazo, thamani ya utu wa mwanadamu tuilinde. Unaweza ukajikuta una tofauti na mwingine, lakini thamani ya utu wa mwanadamu, ambayo ni pamoja na thamani yako wewe, uliye mwanadamu uliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, tuilinde. Na hivi amani ya nchi yetu ni katika kupokeana kwenye tofauti zetu. Sio kwamba mmoja atataka wengine wawe vile anavyotaka yeye. Hata Mwenyezi Mungu angesema leo tuwe moja kwa moja vile anavyotaka yeye, na tunakiri hivyo katika hata maandiko matakatifu, ni nani angeweza kusimama kwenye uso wa Mwenyezi Mungu? Lakini ikiwa Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma, kwa hiyo ni wajibu wangu, ni wajibu wako na ni wajibu wake aliye mwanadamu kutunza na kulinda amani ya nchi. Lakini pia kwa watu wenye nafasi mbalimbali za uongozi katika nchi yetu, wamaanishe yale wanayoyasema juu ya amani. Ukiongea juu ya amani, lazima uwe mstari wa mbele kulinda amani. Ukiongea juu ya upendo, lazima uwe mstari wa mbele kudhihirisha upendo kwa wale unaoongoza. Ukiongea juu ya msamaha, uongee kama kiongozi unayeongea juu ya msamaha kutoka moyoni. Wapo ambao macho na mdomo na akili zao kila kimoja kinaongea tofauti, na kwa matendo tunakuwa tofauti, na hao pia ni viongozi wa kuwaombea. Tumsifu Yesu Kristo.